MISA Tanzania ni sehemu ya mtandao wa kikanda wa wanahabari kusini mwa nchi za Afrika ambao tunafanya kazi zetu katika maeneo makuu matatu. Kwenye eneo la kulinda uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na haki ya kupata taarifa. MISA Tanzania ni zao la azimio la Windhoek la mwaka 1991 na ilizaliwa mwaka 1992, mwaka mmoja tu baada ya azimio. Na MISA Tanzania imekuwa ni mdau mkubwa katika nchi za SADC kuhakikisha tu kwamba uhuru wa habari unalindwa na kuzingatiwa, kutetea uhuru wa kujieleza na kuhakikisha tunafanya kazi ya kuchakata taarifa zenye maendeleo. Ndugu mgeni rasmi, katika tafakari ya mchango wa vyombo vya habari na maendeleo, hasa kupitia kwenye dira yetu ya maendeleo ya 2025 na hili ambayo sasa hivi tunaishi nayo ya 2050, MISA Tanzania imekuwa ni mdau muhimu sana kuhakikisha kongamano hili linafanyika. Ndugu mgeni rasmi, kongamano hili lina nia njema ya kuhakikisha kwamba tafakari yetu ya mchango wa vyombo vya habari unachagiza maendeleo ya taifa na kuhakikisha tu kwamba tunaona umuhimu wa kutafuta na kutoa taarifa jengefu, constructive journalism au stories. Tunafikiri tunaposema uandishi wa habari wa suluhisho au constructive journalism, huu ndio uandishi wa habari wa sasa, sio uandishi wa habari wa kila siku kuja na matatizo. Je, yale matatizo tunatafuta suluhu gani? Ndio maana tunawaambia wahariri wetu na waandishi wa habari kwamba uandishi wa habari wa kisasa ni uandishi wa suluhisho. Kuna changamoto, lakini suluhisho lake ni nini? Kwa hiyo tunatumai, ndugu mgeni rasmi, washiriki wa leo ambao wahariri na waandishi wa habari watafanya kazi ya kikatiba ibara ya 18 ya kutafuta, kuchakata na kutoa taarifa kwa wakati. Tumegundua Iringa kuna fursa ambazo hazijawahi kuelezwa kwa kina kabisa, nazungumza kwa kina, na Mheshimiwa Rais amekuwa akizungumza sana fursa kwa vijana. Fursa ndiyo hizi, lakini sisi kama vyombo vya habari, ndugu zangu waandishi wa habari, tufanye kazi zetu kwa mujibu wa ibara ya 18 ya katiba. Tuwajulishe fursa hizi wananchi, tuwajulishe fursa hizi wa Tanzania, tuje na masuluhisho ya changamoto, tuje na masuluhisho ya kushauri vitu vizuri, mipango na maono ya mkoa wa Iringa na Tanzania kwa ujumla. Na ndugu mgeni rasmi, wakati tunaeleza, jana nilikuwa naongea na kaka yangu Mtaka wa Njombe, tukawa tuna share, akasema mnafanya kitu kizuri, akaniambia mwenyekiti, ijayo na mimi nawakaribisha Njombe. Kwa hiyo rasmi MISA wadau, kituo kifuatacho ni wapi? Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, kongamano hili kwanza kabisa lina faida kubwa sana, ni kukuza ushirikiano baina ya vyombo vya habari na wadau wa habari. Mdau mkubwa wa habari akiwemo naye ni serikali. Tunakuza mahusiano haya. Lakini kuna faida nyingine, ni kutoa jukwaa la kubadilishana uzoefu, maarifa na mbinu mpya za uandishi wa habari kupitia habari za kimaendeleo. Leo hii kuna wakuu wa taasisi hapa, watatuambia mazuri, watatuambia changamoto, na sisi tutayabeba. Lakini mgeni rasmi, vile vile ni kuimarisha uandishi wa habari unaolenga kwenye suluhisho. Ndio maana wapo wenzetu hapa wa Iringa, waandishi wenzetu na wengine ni wanachama wetu, si ndio jamani? Uandishi wa habari wa suluhisho. Kazi ya uandishi wa habari, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kujenga, is it right, constructive role, never destructive role, si ndio? Na tuendelee kufanya kazi kwa weledi za kujenga zaidi. Lakini vile vile ni kuchochea mchango wa vyombo vya habari katika sekta hii ya kimaendeleo. Niko naona waandishi wetu mnajitambulisha, mimi nimebobea katika gender, nimebobea katika utalii na vitu kama specialization. Wapo wataalamu hapa, watatupa takwimu, watatupa mafanikio, watatupa mipango, watatupa mikakati. Ni sisi kufanya ubobezi katika maeneo yetu.
ya uandishi ambayo tumeyachagua. Ndugu mgeni rasmi, MISA Tanzania pia inatambua kwa kiasi kikubwa sana juhudi zinazofanywa na uongozi wako katika kuendeleza mkoa wa Iringa kupitia kauli mbiu ya Iringa Imara itajengwa kwa umoja na uwajibikaji. Sasa kile kipisi kile cha umoja, sisi tupo ndani ya umoja. Kwenye kile kipisi cha uwajibikaji, na sisi tupo tunawajibika. Nimefanya nukuu hapa ibara ya 18, si ndio jamani? Tuna roli ya kikatiba kutafuta na kuchakata na kutoa yaani hii ni wajibu wa vyombo vya habari. Wasiojua kuna nchi uhuru umekuwa mkubwa sana. Mwandishi wa habari usipotekeleza kazi yako ya kuandika story, raia anakushtaki kwamba umeshindwa kutimiza wajibu wa kikatiba, si ndio? Ukienda nchi za Scandinavia na nyingine huko. Kwa hiyo huu ni wajibu wetu sisi kama waandishi wa habari. Sasa leo hii tunasimama kwenye kauli mbiu hii, ndugu mgeni rasmi, ni kuonyesha mapenzi yetu ya dhati na kwamba tupo na Wanairinga kwa ujumla. Vile vile kongamano hili, wahariri wetu wa leo ni takribani ya wahariri 80 ambao leo tumewaalika, na hawa sio wote wanachama ambao sio wote ni wanachama wa MISA. Tumekamilisha idadi, tupo karibu 200. Waliopata fursa ni hawa 80 ya kuja leo hii Iringa. Kwa hiyo naomba tusimwangushe Mheshimiwa RC kwenye kubeba maono ya mkoa na wataalamu wake kuhakikisha tunaonyesha fursa hizi na tunatambaa nazo na kuhakikisha tu kwamba tunakuwa vinara wa kuandika habari. Na ndugu mgeni rasmi, mbali na kongamano hili, sisi kama MISA tuna mpango wa kuanzisha kituo cha taifa kwa jamii, yani community telecenter, kitakacholenga kusaidia jamii kupata taarifa muhimu za kimaendeleo kama taarifa zifuatazo: bei za mazao, hali ya hewa, fursa za kibiashara, aina ya uwekezaji, matumizi ya teknolojia kwenye kilimo, matumizi bora ya teknolojia kwenye eneo la afya, uzazi na malezi, elimu kwa njia ya kidigitali na mawasiliano ya umma kwa ujumla, literacy center cha kijamii. Wakati tunaongea na wenzetu wa ukanda wa SADC, sisi tukapewa chepuo na tukasema sasa kituo hiki tunataka tukipeleke kusini, mikoa ya kusini. Mheshimiwa RC, bodi yangu ilivyokaa jana ikapendekeza tuache alama Iringa, kituo hiki tuje tukijenge Iringa. Kwa hiyo MISA sasa itakwenda kuwa na ofisi Iringa na itakwenda kuweka kituo cha ugawaji wa taarifa muhimu za kimaendeleo. Na tunajaribu sasa kuwasiliana na wenzetu kukamilisha kwenye mambo ya ufadhili na vitu kama hivyo. Hii yote ni kutambua umuhimu wa mkoa wa Iringa. Na hapa tuweke ombi kidogo, Mheshimiwa RC, sasa sisi vitu vingine tutafanya, lakini basi angalau ofisi yako uione umuhimu wa kutupatia hata eneo au kiwanja cha kuja kusimika kituo hiki pamoja na ofisi ya MISA. Sasa kanda hii ya kusini yote iwe Iringa, ili wana MISA hawa siku nyingine wakirudi waseme sasa tuna ofisi Iringa. Kwa hiyo hilo tunaliwasilisha kwako na tunakuamini kaka yetu, na tunaamini kabisa litafanyiwa kazi ili liingie kwenye utekelezaji. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, mkoa wetu una jumla ya watu 1,192,000 ambapo wanaume ni 574,000 na wanawake ni 618,000. Kiwango cha ukuaji wa idadi ya watu kwa sasa ni 2.4% kwa mwaka. Hali hii ndiyo msingi wa nguvu kazi mnayoiona ambayo inachochea mageuzi makubwa ya uzalishaji mali pamoja na uchumi himilivu tulionao. Ndugu washiriki, kwa upande wa uchumi, mkoa wa Iringa umeendelea kukua kwa kiasi na kwa kasi kubwa, na kasi ambayo kwa kweli tunaona inaendelea kuimarisha uchumi wetu. Pato la mkoa kwa maana ya regional GDP kwa bei za soko linaonyesha ni kama trilioni 4.5 kwa mwaka 2020, sasa imefikia trilioni 6.3 kwa mwaka 2024. Aidha, kipato cha wastani cha wananchi sasa kimefikia 300,000 mpaka 600,000. Kwa hali hiyo tunaona uchumi wetu ni himilivu na wananchi wetu wana uwezo wa kuimiliki kiuchumi. Ndugu zangu, kilimo ndicho uti wa mgongo wa mkoa wetu wa Iringa, kwani sekta hii inachangia zaidi ya 85% ya uchumi wa mkoa wa Iringa, kuajiri zaidi ya 82% ya wananchi, na mazao makuu ya chakula yanayolimwa katika mkoa wetu ni pamoja na mahindi, viazi mviringo, viazi vitamu, mpunga, maharage pamoja na mboga mboga. Kwa fahari kubwa, mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa 8 inayoongoza nchini kwa uzalishaji wa ziada wa chakula.
Uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kutoka tani milioni 1,173,000 katika msimu wa mwaka 2020-2021 hadi milioni 1,287,000 kwa mwaka wa 24-25. Tujipigie makofi mengi sana kwa uzalishaji mkubwa wa chakula unaendelea hapa. Aidha, mkoa wa Iringa unao uwezo mkubwa wa kilimo cha umwagiliaji wenye jumla ya hekta 51,000 zinazoweza kumwagiliwa, ambapo kwa sasa hekta 15,000 zinatumika. Hali hii inatoa fursa kubwa kwa wawekezaji katika kilimo cha kisasa cha umwagiliaji pamoja na uanzishaji wa viwanda vya kuongeza thamani ya mazao, kwa sababu mazao ni ya uhakika kwa misimu yote. Tunapokuwa tunawekeza katika umwagiliaji, maana yake tuna uhakika wa kulima mara mbili, na hii ni hatua kubwa sana ambayo inahakikisha wale ambao wameingia kwenye mnyororo wa thamani wa mazao ya kilimo kuwa na uhakika wa kuvuna wakati wote. Sekta ya mifugo nayo inaendelea kukua kwa kiasi. Katika mkoa wetu idadi ya mifugo inaongezeka kutoka 536 kwa mwaka 2015 mpaka 723 kwa mwaka 2024, huku uzalishaji wa maziwa ukiongezeka kutoka lita milioni 21 hadi zaidi ya milioni 49 katika kipindi hicho. Na ndio maana hapa utakuta kuna kiwanda cha Ivory, kuna kiwanda cha Asas, kuna kiwanda cha Shafa, kwa sababu uhakika wa maziwa upo, na mtupigie makofi kwa hatua hiyo kubwa ambayo tumefikia. Hali hii inaonyesha wazi kuwa mkoa wa Iringa una fursa kubwa sana ya uwekezaji katika ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa, uanzishaji wa mashamba ya kisasa ya mifugo, pamoja na viwanda vya kusindika maziwa na kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa. Mkoa wa Iringa umebarikiwa pia kuwa na rasilimali nyingi za asili, ikiwemo misitu mikubwa ya asili na ya kupandwa kama South Hill Forest Plantation, ambayo ni moja ya mashamba makubwa ya miti hapa nchini na barani Afrika. Uwepo wa rasilimali hii unatoa fursa kubwa kwa uwekezaji katika viwanda vya bidhaa za mbao kama vile plywood, karatasi, samani pamoja na bidhaa nyingine nyingi zinazotokana na misitu. Kwa upande wa utalii, mkoa wa Iringa ni kitovu cha utalii katika kanda ya kusini mwa Tanzania inayojumuisha mikoa 10. Mkoa una vivutio mbalimbali vya kipekee kama hifadhi ya taifa ya Ruaha ambayo ni hifadhi ya pili kwa ukubwa nchini, hifadhi ya taifa ya Uduzungwa, Isimila Stone Age Site, makumbusho ya Chifu Mkwawa, Kalenga pamoja na makumbusho ya Boma la Kale la Iringa. Aidha, mkoa una historia nzuri ya Chifu Mkwawa kuhusu ushujaa wake dhidi ya Wajerumani, na kumbukumbu hizo zote zinapatikana katika mkoa wetu. Karibuni sana na mpate fursa ya kutembelea maeneo yote haya. Ndugu mwenyekiti, ndugu washiriki, katika sekta ya viwanda na biashara, mkoa wa Iringa umeendelea kushuhudia ukuaji mzuri, ambapo idadi ya viwanda vimeongezeka kutoka viwanda 2515 kwa mwaka 2016 hadi kufikia idadi ya viwanda 3001 kwa mwaka 2026. Aidha, mkoa una zaidi ya wafanyabiashara 62,365 wenye tini na wasio na tini ni pungufu ya hao, ambapo jumla ya wafanyabiashara wote ni 186,958. Wafanyabiashara hawa wanatambuliwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania, ambapo wanachangia kiasi kubwa katika kukuza uchumi wa mkoa. Mkoa umeendelea kuvutia uwekezaji, lakini bila kuathiriwa na ukusanyaji wa kodi. Kodi hapa zinakusanywa na biashara zinafanyika. Hakuna jitihada yoyote ya kukusanya kodi Iringa ambayo inaathiri ustawi wa biashara Iringa. Na msimamo wetu, lengo la kukusanya kodi halitakiwi kuwa ni kikwazo cha ukuaji wa biashara. Tumefanikiwa na tunakwenda vizuri. Lakini pia katika hilo, naomba nichukue fursa hii kuwapongeza Mamlaka ya Mapato Tanzania katika mkoa wa Iringa. Katika kila mwaka ambao tumepangiwa lengo, Iringa haijawahi kushuka chini ya lengo la makusanyo. Ni 100% na zaidi ya 100%. Tuwapigie makofi mengi sana wananchi wenzetu wa mkoa wa Iringa ambao wamekuwa wakiwajibika kulipa kodi na kuhakikisha mapato haya yanakusanywa, yanakwenda kwenye kapu la taifa na hatimaye kurejea kwetu kwa njia ya maendeleo. Kwa tunawashukuru sana wafanyabiashara, wazalishaji mali, wakulima, wafugaji na kila Mtanzania ambaye kodi yake inakatwa ndani ya mkoa wetu na kurejea kwa njia ya maendeleo. Kwa upande wa huduma za jamii, mkoa wa Iringa unajizatiti katika kuendeleza sekta ya elimu. Mkoa una shule za msingi 599, shule za sekondari 205, vyuo vya ualimu, vyuo vikuu 5 pamoja na chuo cha mafunzo yani VETA. Elimu ni nguzo muhimu katika jamii, na hivyo serikali katika mkoa imewekeza nguvu nyingi zaidi kuhakikisha watoto wanapata elimu, vijana wanapata elimu, na elimu hiyo inatumika kuleta mageuzi ya kifikra na ya kitendaji na uzalishaji. Aidha, katika sekta ya afya, mkoa umeboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wake. Idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya vimeongezeka kutoka 239 kwa mwaka 2015 hadi 363 kwa mwaka 2025. Hali hii inauhakikishia utoaji wa huduma bora za afya zinazowafikia wananchi wengi, na hii ni muhimu sana katika kuhakikisha wananchi wanakuwa na afya njema, kuimarisha ustawi wa jamii na kuwezesha ukuaji uendelevu wa kiuchumi na kijamii. Sisi wote tunafahamu bila afya njema hakuna mageuzi wala uzalishaji katika uchumi. Kwa hiyo swala la afya limefanywa kuwa ni kipaumbele. Tumeendelea kuwekeza kwenye miundombinu, vifaa tiba na watumishi, na hivi ninavyozungumza mkoa wa Iringa umepokea watumishi wa ziada kama ajira mpya ili kuchochea ubora wa huduma na ufanisi. Tuwapigie makofi mengi sana watumishi wa afya waliopata fursa ya kuajiriwa katika serikali yetu kuhudumia mkoa wa Iringa.
Serikali ya mkoa wa Iringa inaendelea kuboresha miundombinu ili kuweka mazingira rafiki kwa uwekezaji. Mkoa una mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 6378 unaounganisha wilaya, vijiji na maeneo mbalimbali ya uzalishaji mali. Vijiji vyote 360 katika mkoa wa Iringa vimeunganishwa na huduma ya umeme, hali inayorahisisha uwekezaji katika sekta mbalimbali za uzalishaji. Hapa kwetu shirika la umeme Tanzania pamoja na programu ya REA inafanya vizuri, na kwa sasa tumepeleka umeme kata zote, vijiji vyote, na tumefikia zaidi ya 80% ya vitongoji vyote. Kwa hiyo tunakwenda vizuri sana. Upatikanaji wa maji safi na salama umefikia 83% katika maeneo ya mjini na 79% katika maeneo ya vijijini. Pia uwanja wa ndege wa Iringa kule Nduli umeboreshwa na kurahisisha huduma za usafiri wa anga na kukuza utalii na biashara kwa ujumla. Kabla ya hapo, wananchi wa Iringa walikuwa wana changamoto ya uwanja wa ndege. Hivi ninavyozungumza na nyinyi sasa, una uwezo wa kupanda ndege na kufika Iringa kutoka Dar es Salaam Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Jumapili. Ni fursa yako. Kwa hiyo naamini baadhi ya wajumbe wa MESATAN hawatorudi tena kwa mabasi, wataondoka na ATCL. Asanteni sana. Ndugu washiriki, katika juhudi za kukuza na kuchochea maendeleo ya mkoa wa Iringa, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo yenye lengo la kuboresha maisha ya wananchi na kuimarisha uchumi wa mkoa wetu kwa ujumla. Kupitia serikali kuu, miradi kadhaa mikubwa imeanzishwa na mingine kukamilika, ikigusa sekta muhimu kama elimu, afya, miundombinu ya barabara, utalii kupitia mradi wa Ligro, usafiri wa anga pamoja na kilimo kwa ujumla. Ndugu washiriki, katika sekta ya afya hadi kufikia Februari ya mwaka 2025-26, jumla ya bilioni 6,360,000 zimepokelewa kwa ajili ya kuboresha huduma za afya katika mkoa wetu wa Iringa. Hadi sasa jumla ya bilioni 5.1 tayari zimetumika katika utekelezaji wa miradi ya afya ikiwemo ujenzi, ukarabati na uboreshaji wa hospitali, vituo vya afya pamoja na madawa. Miradi hii inasaidia kuongeza upatikanaji wa huduma bora za matibabu karibu kwa wananchi, huku ikichangia kupunguza changamoto ya kiafya katika mkoa wetu. Kwa upande wa sekta ya elimu, jumla ya bilioni 9.7 zimepokelewa na hadi kufikia 2026 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya elimu. Kati ya hizo shilingi bilioni 7.4 tayari zimetumika katika ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu ya shule za msingi na sekondari, ikiwemo madarasa, mabweni, maabara na nyumba za walimu, ili elimu bora inayohubiriwa na serikali yetu iweze kupatikana kwa vitendo, kufundisha na kujifunzia, na hivyo kuinua kiwango cha elimu na motisha kwa wanafunzi na walimu wanaotafuta na kutoa elimu ndani ya mkoa wetu. Katika sekta hizi mbili muhimu, mkoa wa Iringa umepokea jumla ya bilioni 16, ambapo hadi sasa bilioni 12 zimetumika kukamilisha miradi hii ambayo nimeizungumzia kwenye sekta ya afya na sekta ya elimu. Uwekezaji huu ni dhamira ya serikali ya kuboresha maisha ya wananchi, kuimarisha rasilimali za watu na kuchangia katika maendeleo endelevu ya mkoa wetu. Ndugu mwenyekiti wa MESATAN na ndugu washiriki, kwa upande wa miundombinu ya barabara, serikali imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa ili kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa. Mfano wa barabara hizo ni pamoja na barabara ya bypass inayotengenezwa kutoka Kihesa Kilolo kutokea stendi ya Igumbilo ambayo ilitengewa bilioni 41.6. Hadi sasa barabara hiyo imefikia zaidi ya 33%. Barabara ya Iringa hifadhi ya Ruaha ilitengewa bilioni 112 ambapo utekelezaji umefikia 35%, na barabara ya Iringa Kilolo imetengewa shilingi bilioni 60 na utekelezaji wake umefikia 96%. Lengo la kujenga barabara ya Iringa bypass, kwa wale ambao ni wageni wa mji wetu, unapokuja na barabara ya Dodoma, tunalazimika watu wote kutumia barabara moja kuingia mjini. Ujenzi wa barabara hii ya bypass sasa unawatenganisha watu. Wale wasiokuwa na majukumu ya moja kwa moja mjini, anaweza akapita kwenye bypass kule na akaendelea na safari yake ya kwenda Mbeya bila kuingia Iringa mjini moja kwa moja. Inaondoa msongamano, lakini inapunguza ajali katika maeneo yetu. Mkiwa mnatoka mjini hapa mnashuka kwenye kile kilima wanasema kisima cha bibi, kuna kimlima unashuka pale cha lami. Mara nyingi pale panakuwa na jamu kubwa ambayo inaathiri, inachelewesha huduma za watu, inasababisha ajali, na hivyo sasa serikali iliona ije na njia mbadala ili kuhakikisha mji wetu sasa unakuwa na njia nyingi zenye uhakika ili kurahisisha huduma na usafiri wa wananchi katika maeneo yetu. Kazi hii nzuri inafanywa na TANROADS mkoa wa Iringa. Tuwapigie makofi mengi sana kwa kazi nzuri. Katika kuendeleza na kukuza sekta ya utalii, nimezungumzia habari ya barabara ya Iringa Msembe. Barabara ya Iringa Msembe ni barabara ambayo inatoka hapa mjini Iringa inakwenda moja kwa moja hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kabla ya hapo barabara hiyo ilikuwa ni rough road, jambo ambalo lilikuwa lina discourage watu wengi kwenda kutembelea hifadhi. Kwa uwepo wa barabara ya lami sasa kutoka mjini hapa mpaka hifadhini, kutawafanya hata wananchi wao binafsi kuwa na morali na mori ya kutembelea maeneo ya hifadhi, kwa sababu yatakuwa yanafikika bila kutumia gharama kubwa, lakini pia kwa usafiri wa kila aina. Hizi ni hatua zetu na tujipigie makofi kwa kuendelea kuzisimamia. Katika kuendeleza na kukuza sekta ya utalii, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kuboresha miundombinu na huduma za utalii katika mkoa wa Iringa.
Miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa kituo cha utalii unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 22, ambapo hadi sasa utekelezaji wa mradi huo umefikia takribani asilimia 63. Mradi huu ukikamilika, unapofika Iringa unatembelea kituo cha utalii, utakuta taarifa zote zinazohusu utalii, maliasili na mambo mengine yote. Utaamua sasa, niende Udzungwa, niende Ruaha, niende wapi, kwa taarifa zote zitakuwa sehemu moja. Itakuwa ni kama one stop center ya masuala yote ya utalii kwa nyanda za juu kusini. Ukitaka taarifa za Njombe, taarifa za wapi, taarifa zote zitakuwa zinapatikana kwenye kituo ambacho kimejengwa kimkakati Iringa kama sehemu ya makao makuu ya nyanda za juu kusini. Katika kuendeleza kuza sekta ya utalii, nimeeleza vizuri na ni imani yangu kwamba mradi huu ukikamilika utaweza kuleta tija. Aidha, kupitia mradi wa Regrow, serikali imewekeza jumla ya shilingi bilioni 76 kwa ajili ya ununuzi wa mitambo, kuboresha miundombinu mbalimbali ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha, miradi ya kuongeza kipato na miradi ya uhifadhi. Maboresho ya miundombinu yanajumuisha ujenzi na ukarabati wa barabara za ndani ya hifadhi, kuboresha miundombinu ya malazi kwa watalii pamoja na kuimarisha miundombinu ya usafiri wa anga, hatua inayolenga kuongeza idadi ya watalii na kuboresha uzoefu wa wanaotembelea hifadhi hiyo. Kwa sasa tunavyozungumza, ndani ya hifadhi ya Ruaha pale tumejenga uwanja wa ndege ambao mtu anaweza akatoka kokote moja kwa moja akashukia hifadhini na akaendelea na shughuli za utalii. Kazi hii inafanyika ili kuongeza thamani ya utalii ndani ya mkoa wetu. Vile vile kupitia mradi huo wa Regrow, ujenzi wa eneo la kambi za watalii yani campsite katika hifadhi ya Kilombero Nature Reserve imegharimu jumla ya shilingi bilioni 1, hatua inayochangia kupanua fursa za utalii wa asili na kuongeza mapato yatokanayo na sekta ya utalii. Kwa ujumla, uwekezaji huu wa serikali unaendelea kuimarisha sekta ya utalii katika ukanda huu, kuvutia wawekezaji na watalii zaidi na kuchangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Iringa na mtu mmoja mmoja. Ndugu washiriki, mbali na miradi hiyo, serikali imeendelea kuimarisha sekta ya usafiri wa anga katika mkoa wa Iringa. Katika juhudi hizo, uwanja wa ndege wa Iringa umefanyiwa ukarabati mkubwa uliogharimu takribani shilingi bilioni 64. Kwa sasa, serikali inaendelea na ujenzi wa jengo jipya la abiria pamoja na eneo la maegesho ya magari unaogharimu takribani shilingi bilioni 41, ambapo jengo hilo linatarajiwa kuhudumia abiria 120 kwa wakati mmoja. Maboresho haya yanalenga kuongeza ufanisi wa huduma za usafiri wa anga, kuboresha miundombinu ya usafiri katika mkoa na kufungua fursa za biashara, utalii na uwekezaji, hivyo kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika mkoa, na lengo likiwa ni wananchi mmoja mmoja aweze kuona tija na faida ya uwekezaji huo. Mkoa wa Iringa ni tegemeo muhimu sana katika sekta ya kilimo nchini. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeendelea kuwekeza katika miradi ya umwagiliaji ili kuhakikisha upatikanaji wa kilimo chenye tija unafanyika na kuleta mzunguko bora wa uchumi kwa wananchi wetu. Katika utekelezaji wa azma hiyo, serikali imewekeza takribani bilioni 56 katika mradi wa umwagiliaji wa Mkombozi. Huu ndio mradi mkubwa wa umwagiliaji kuliko yote Tanzania. Tujipigie makofi mengi sana kwa mradi huu ambao unafanywa na serikali. Katika mradi wa umwagiliaji wa Mkombozi, aidha miradi mingine inaendelea kutekelezwa katika wilaya ya Kilolo, ikiwemo mradi wa Mgambalenga na Ruaha Mbuyuni, na yote kwa ujumla inagharimu takribani shilingi bilioni 28, pamoja na mradi wa Mgololo katika wilaya ya Mufindi unaogharimu takribani shilingi bilioni 15. Lengo hasa ni watu wetu sasa kujikita katika kilimo cha umwagiliaji ambacho kinaongeza tija na faida kubwa zaidi katika mzunguko wa uchumi unaotokana na kilimo. Uwekezaji huu ni sehemu ya juhudi za serikali kuimarisha kilimo cha umwagiliaji na kukuza uchumi wa mkulima pamoja na maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa ujumla. Katika kuimarisha upatikanaji wa huduma safi na salama ya maji, nimeeleza vyema asilimia tulizozifikia. Kwa hapa kwetu kila eneo, vijijini tumefikia asilimia 76 na mjini tumefikia zaidi ya asilimia 80. Kwa hiyo hali ya upatikanaji wa maji ni ya uhakika ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Ndugu washiriki, juhudi za serikali katika kuboresha huduma ya maji hazijakatika tu katika mamlaka za maji mjini na vijijini, bali kule pia katika kupitia taasisi ya RUWASA katika mkoa wa Iringa. RUWASA kwa sasa inatekeleza jumla ya miradi 29 ya maji katika maeneo mbalimbali ya vijijini na mjini, na kote huko miradi hiyo lengo lake ni kuisogeza huduma ya maji na kuifanya kuwa ya uhakika, na si tu maji bali maji safi, salama na ya uhakika wakati wote. Hilo tunalifanya ili kuhakikisha wananchi wetu waendelee kutumia maji safi na salama wakati wote. Kwa upande wa nishati ya umeme, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali inayolenga kuimarisha upatikanaji wa ubora wa huduma ya umeme katika mkoa wetu wa Iringa. Miradi hii imetekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 69. Hadi kufikia sasa, jumla ya bilioni 59 sawa na asilimia 85 ya fedha zilizopangwa tayari zimetumika katika utekelezaji wa miradi hiyo yenye lengo la kupanua miundombinu ya umeme, kuongeza upatikanaji wa nishati kwa wananchi, pamoja na kuchochea shughuli za kiuchumi na uwekezaji katika mkoa wetu. Kama unaofahamu, hakuna uwekezaji bila uhakika wa maji, hakuna uwekezaji bila miundombinu ya barabara, hakuna uwekezaji bila umeme wa uhakika. Kwa hiyo tumewekeza kwenye miundombinu yote hii, lengo ni kuchochea uwekezaji ndani ya mkoa wetu. Lakini pia ndugu zangu,
Kupitia juhudi hizi, vijiji vyote 360 vya mkoa wa Iringa tayari vimeunganishwa na huduma ya umeme, na kwa sasa serikali inaendelea na hatua inayofuata ya kusambaza umeme katika vitongoji ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma hiyo karibu na makazi yao. Kwa ujumla, uwekezaji huu mkubwa wa serikali unaonesha dhamira ya dhati ya kuendelea kuimarisha miundombinu ya nishati, kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya wananchi wa mkoa wa Iringa kwa ujumla. Pongeza Shirika la Umeme Tanzania TANESCO kwa kazi nzuri. Tuwapigie makofi mengi sana. Tunayo kila sababu. Pamoja na kwamba tunao mkongo wa mawasiliano kupitia TTCL, lakini huduma za TTCL hapa kwa maana ya shirika letu la mawasiliano taifa inafanya vizuri na mkoa wetu wa Iringa, na huduma ni nzuri sana. Tunayo kila sababu ya kuishukuru na kuipongeza serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi zake za kuleta miradi hii mikubwa ambayo inatekelezwa ndani ya mkoa wetu. Miradi yote inayotekelezwa ndani ya mkoa wa Iringa inaongeza kitu kwenye maisha ya watu wetu. Kwenye barabara, kwenye maji, kwenye umeme, kwenye utalii, kila kitu unaona kina jambo kinaongeza kwenye maisha ya watu wetu. Kwa mwenyekiti, mimi nimefurahi sana kwa dhati. Nimefurahi sana kwa dhati, na nimeona hapa yako maombi ambayo umeyatebo kupitia hotuba yako. Na mimi niseme sisi mkoa wetu wa Iringa ni mkoa unaopenda maendeleo, lakini unapenda wageni na unapenda watu wanaotusaidia kuukuza mkoa wetu. Kwa hiyo tunawapigia makofi mengi sana sisi kwa kuja na kuwa sehemu ya jambo hili. Kwa upande wa ardhi mlioiomba, mmeipata Iringa. Mmeipata Iringa. Mkoa wa Iringa uko tayari kutoa ardhi kwa Misatan ili kujengwa kituo hicho kikubwa ambacho tunaamini si tu kitasaidia majukumu ya Misatan, bali kitachochea mageuzi ya upatikanaji wa taarifa kwa wananchi, lakini pia kuleta mageuzi makubwa ya kimaendeleo. Kwa naomba pale mtakapokuwa tayari mtaiandika barua rasmi kwa Katibu Tawala wa mkoa wa Iringa, atawainishieni ni wapi sasa eneo hilo mtalipala ili taratibu za umiliki ziweze kuanza kufanyika. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.